Asante sana Kendo Mwengendao kutoka Tarime. Hapa ni manispaa Songea mkoani Ruvuma. Mimi ni Newton Ndenda ambaye nimepokea mjadala wa sera ya ubwabwa na uhalisia wake katika jamii. Nipo na baadhi ya wadau wa mjadala wa hapa manispaa Songea. Niko na Bwana Tolu upande wangu kushoto, pia yupo Mohamed Kudeka upande wa kulia, lakini yupo Kacha pembeni yangu kabisa hapa. Tunaanza na hii sera ya ubwabwa ambayo inanadiwa na chama cha Chauma. Bwana Kudeka, unadhani sera ya ubwabwa ambayo inapendekezwa zinafaa katika uhalisia wa sasa katika uchumi wa Tanzania? Ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Bwana Mohamed Suleiman Kudeka, ni mwananchi wa manispaa Songea. Sisi kama wadau wa siasa, wadau wa Tanzania ambao tupo Tanzania yetu, kipindi cha uchaguzi. Hiki chama cha Chauma ni kweli kabisa wao wana sera ya ubwabwa. Na hii iliasisiwa na mzee wetu Hashim Rungwe. Alikuja na slogan yake. Na slogan hii aliona kwa kia kihubiri masuala ya ubwabwa atapata wafuasi wengi, sababu Watanzania wanapenda sana kula nini? Wali. Kwa hiyo aliitumia kama slogan ya chama chake, na nafikiri hata mgombea wao urais bado akipita kwenye majukwaa wanazungumzia hii swala la ubwabwa. Wameweka kama ni sehemu ya agenda kwenye majukwaa yao ya kuomba kura za urais. Lakini si shida ya Watanzania. Sio shida ya Watanzania ubwabwa. Watanzania tuna matatizo mengi ambayo yalihitaji vyama vya siasa wayasemee ili serikali inayoshinda madarakani watatue changamoto zile. Sasa tukisimama tu kwenye kitu kinachoitwa ubwabwa ndio iwe slogan ya kuweza kupata kula na kuweza kuwa unaweza kupewa nchi ukaongoza, lakini umbeba ajenda ya ubwabwa. Kwa kweli naona haijakaa sawa. Mimi ushauri wangu kwa sera hii ya ubwabwa hiyo, wangeachana nayo, wabebe matatizo ya wananchi ambayo yapo. Wananchi wana matatizo mengi sana. Ukiangalia miundombinu haijakaa vizuri, ukiangalia hali ya kiuchumi ambayo inabidi tupigie sana kelele. Uchumi unakuwa, lakini ukuaji wake bado unakuwa taratibu. Basi tuwe na sera za kuhakikisha kwamba uchumi unafanya nini, utaenda kukua zaidi. Sasa hilo ndo vitu vya msingi vya kubeba. Kwenda kwenye masuala ya kilimo chetu nacho tunajitahidi, wakulima wananufaika na serikali, sera za serikali, lakini kuna haja ya kuongeza kusemea zaidi kilimo kiwe cha kimkakati. Lakini hivi ndi vitu ambavyo vitu vibebe, umeelewa? Kama kwa maslahi mapana ya Watanzania. Lakini tukisema tubebe na agenda hii ya wali, wenyewe wanaita ubwabwa, sawa ni slogan, lakini ina ukakasi kwa zama tulizonazo sasa hivi, kwa sababu Watanzania wanahitaji kuona chama cha siasa kinajenga hoja. Kwa majina naitwa Aderick Dennis Moyo, almaarufu jina la Kacha. Sera ya ubwabwa kwa chama cha Chauma ambacho mwenyekiti wa chama mzee Hashim Rungwe, nadhani kwa uchaguzi uliopita wa 2020 ilikuwa ni kauli mbiu ya chama cha Chauma, kwamba kauli mbiu yao ilikuwa yaani kipaumbele kilikuwa ni ubwabwa, kwamba watakuwa wanapika kwenye ubwabwa kwenye zile center. Kwa mfano leo tupo Songea mjini, kwamba Songea mjini watapika ubwabwa, watakuwa na supply, wanasambaza kwa wananchi wao. Kwa hiyo ilikuwa kauli mbiu, lakini ukichimba kwa kiundani ile kauli mbiu ya chama cha Chauma kwa kipindi kile, mimi nasema kwamba mzee Hashim Rungwe tayari aliona chama chake cha Chauma hakina mvuto katika jamii. Kwa hiyo alitafuta agenda au alitafuta slogan ambayo akipeleka kwenye media, akipeleka wananchi watakuwa na mvuto na kile chama. Lakini kiuhalisia Watanzania hatuna shida ya wali. Kwa hiyo na ule wali mzee Hashim Rungwe alikuwa anamaanisha kama wali kabisa. Kumaanisha kama lugha, kutumia kama lugha ya picha kwamba wali lakini sio wali. Lakini ile kauli mbiu ya Hashim Rungwe ilikuwa wali kama wali for real. Lakini kiuhalisia Watanzania saa hizi tuna shida nyingi. Watanzania tuna shida nyingi sana. Tuna shida za ajira kwa vijana. Tuna shida mambo ya afya. Tuna shida mambo ya elimu na mambo mengi. Wazee wetu wastaafu wanalalamika kikokotoo, mambo ya mafao na vitu vingine vingi. Kwa sasa tupo kwenye mambo ya uchaguzi, mambo mengi yanatokea hapa katikati, tunasikia mambo mengi na tunaona mambo mengi kwenye mitandao. Kwa hiyo kiuhalisia chama au vyama vya kisiasa kwa kipindi cha uchaguzi
waende field wakafanya research kujua Watanzania wana shida gani, wananchi wa Tanzania wana shida gani au wana kiu ipi. Tuna shida nyingi. Kwa mfano, vijana wengi wamesoma hawana ajira. Vyama vya kipinzani vingetafuta ajenda kwamba endapo wananchi mtatupa ridhaa, tutatoa mikopo ambayo haina riba. Wanafunzi ambao wamaliza vyuo vikuu, kwa mfano wanafunzi ambao wamaliza vyuo vikuu upande wa faculty kama ya afya, tutatengeneza vikundi ambavyo mtawezeshwa. Mnaweza mkafungua hospitali, kwa mfano Songea mjini hospitali kubwa iko pale Pelamio Mission, mnaweza mtengeneza kikundi, serikali ikawawezesha mkamiliki hospitali yenu kubwa. Hilo jambo linawezekana. Kwa mfano watu ambao wamesoma masuala ya kilimo, mkatengeneza kikundi, mkakopesha matrekta. Yale matrekta hata sisi watu wa hali ya chini tutayatumia kuyakodi kulima mashamba yetu, wao watapata na sisi tutapata, sababu mashamba yetu tutalimiwa. Kwa hiyo vyama vya kisiasa lazima watafute sera zenye mvuto. Sera zipi zenye mvuto? Tafuta sera za kuwasemea wananchi wa hali ya chini, na sera zile zinatatulika. Leo hii kuna vyama vingi ambavyo vipo kwenye uchaguzi zaidi ya 7 ambavyo vimesimamisha mgombea wa rais, na sasa wapo kwenye majukwaa wanajinadi. Kila chama kinajinadi sera zake. Vyama vyote vina sera nzuri: CCM, ADA, TADEA, CUF, NLD na vyama vingine. Tuangalie chama ambacho kina sera nzuri, na kile chama tuangalie hicho chama ambacho tukikipa ridhaa ya kuongoza nchi kitatufikisha sehemu salama. Tusichague chama ambacho kitakuja kutugawa. Sawa. Wewe unaishi pale Mshangano, unatamani chama kitakachoshindwa ni huduma gani ambazo zingeweza kutolewa bure au zingeweka punguzo ili maisha ya wananchi yaweze kuwa salama zaidi? Kwa jina naitwa Ibrahim Adam, ni mdau wa maendeleo mkoa wa Ruvuma, manispaa Songea mjini. Mimi ningeshauri chama ambacho kinakwenda kushinda, kwa sababu sisi Ruvuma lazima tuongelee kilimo. Lazima tuongelee kilimo. Tuna pembejeo ambazo tunatamani mwananchi wa kima cha chini aweze kwenda shambani, ambapo kama hii mbolea serikali itatusikiliza, ambaye itashika madaraka, kama mbolea zitauzwa shilingi 30,000 na soko mahindi, mbaazi, ufuta zikipata soko la kudumu, wananchi wataendelea sana kulima. Mimi mawazo yangu, serikali ambayo inaenda kushinda iende kumkwamua mwananchi mmoja mmoja, kwa sababu sera ni kilimo. Kwa hiyo lazima serikali iende kaguse maslahi mapana ya watu. Hata hii kutuletea mbolea ya ruzuku ambaye tunasema 70,000 kwa 60,000 na tunakwenda kulima, lakini tunakuwa hatuna soko la uhakika, serikali itaenda kushika dola. Mimi ningeshauri, bado hii hela ni kubwa kwa Mtanzania ambaye anaenda kuuza mahindi ambaye sasa hivi gunia halifiki 70,000 wala 80,000. Kwa hiyo ningeshauri serikali itaishika dola, iende kaangalia. Unajua, ukimkwamua mkulima umeenda kuwakwamua wananchi. Unadhani wananchi wana jukumu gani la kufuatilia sera ambazo zinatangazwa na vyama vya siasa? Wananchi ni wajibu wao kufuatilia, kwa sababu vyama vya siasa kwa kipindi hiki ndio muda ambao kunadi sera, na vyama vijikite zaidi kwenye shida za watu. Nilikuwa nafuatilia nchi za zetu huko nje. Serikali inayoshinda madarakani, kitu cha kwanza inafikiria namna gani ya kuwatoa wananchi kwenye umaskini, kuwapeleka kwenye maisha mengine. Zipo njia nyingi. Naomba na mimi leo niwaongezee kitu vyama vya siasa hivi, niongezee kitu. Hebu waje na slogan nyingine tena waongeze, waseme tunakwenda kuzalisha matajiri. Kwa mfano, mimi Kudeka nina kiwanda changu cha useremala, sawa? Serikali kinachotakiwa kukifanya, ije kwenye kile kiwanda changu kile, kiniambie bwana, wewe kinataka una shughuli zako zinaendeshwa kwa gharama gani? Labda milioni 10. Serikali inaongezea pale mtaji wa milioni 50 ili mimi sasa nitengeneze ajira. Umeelewa?
Make tayari nilishaanzisha mradi wangu, serikali ikinipush, kwa hiyo mimi natengeneza ajira ya watu mpaka 30 au 40. Sasa ukizalisha matajiri kwenye eneo fulani, matajiri yani ukazalisha, serikali ukakopesha watu ambao ulishaanzisha, usiwape watu ambao wapya. Wale ambao walishaanza wao kwa kusimama kwa miguu yao unawawezesha, afu wale sasa wakatengeneza ajira kupitia sekta zao ambazo wanafanyia zile kazi. Tungepunguza hii ongezeko la watu ambao hawana kazi mitaani, watu wengi wangepata sehemu za kufanya kazi. Kwa hiyo serikali bado ina nafasi, kwa serikali ambayo itakayeshinda kwenye uchaguzi wa 29 bado wana nafasi wanasiasa kunadi sera zinazowagusa wananchi moja kwa moja. Ukichukulia swala la ndugu yangu Tola mzima, swala la afya kwa nchi kama Tanzania, tuna serikali inaweza ikasema kila mwananchi atibiwe kwa gharama ya serikali, tena kwa matibabu yaliyokuwa bora zaidi. Kwa nini nasema hivi? Katika nchi ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia rasilimali nyingi, Tanzania, tuna bahari, tuna mbuga za wanyama, tuna maziwa, tuna madini ya kila aina. Kuna madini ambayo duniani kote hayapo, lakini yako Tanzania peke yake. Kwa hiyo tunachotafuta hapa ni namna tu ya kuisimamia. Kwa hiyo tunachoshauri chama ambacho kitakwenda kushinda, hebu kitazame rasilimali ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia kama tunu kwenye taifa letu, basi ili tunu hii iende kanufaishe wananchi wa maeneo yake. Kwa hiyo sio kwamba haiwezekani, ndugu mtangazaji, ni kitu ambacho kinawezekana. Kinachotakiwa ndio maana wananchi wanasikiza sera za vyama, kujua chama kina nadi nini, kimbeba agenda gani kwa wananchi. Kwa hiyo tunaendelea kuongeza nguvu kwa kipindi hiki ambacho watasikiza TV yetu hii, kwamba wazungumzie rasilimali ambazo tunazo, ili rasilimali zikawa sehemu ya kuchochea mapato ya Tanzania, lakini na kuleta utajiri kwa watu ambao hawana hali nzuri. Inawezekana. Swala la afya nimesema hapa, tukidili tu na vitu vidogo vidogo tu, haya madini, makaa ya mawe tuchukulia kutoka Ruvuma, haya tu haya yakisimamiwa vizuri, haya tukasema mfuko huu utakuwa ni mfuko wa afya, kila mwananchi swala kutibiwa ni haki yake, na kwa matibabu yaliyokuwa makubwa, inawezekana. Hii sera ya ubwabwa unadhani inafaa kuwa sera endelevu au hapa kwenye kampeni? Mimi siamini kama sera ya ubwabwa ni sera ambayo inaenda kumgusa mwananchi ambaye ana matatizo. Afadhali ya maiti mpumzika. Maiti pumzika, kwa sababu tuna changamoto za afya, tuna changamoto za miundombinu. Yaani hii sera mimi naamini, kwa sababu hata ukiangalia chama cha Hashim Rungwe, mwenyekiti mzee mtaalamu, hajawa na watu matipapasi wala hakushauriwa. Yeye alivyoibuka akaibuka na sera hii. Sera sidhani kama inamgusa mwananchi. Mimi naamini kwa uelewa wangu mdogo, hapa tulipo wote kila mtu anakula wali nyumbani kwake. Alafu hali sio chakula anasa. Sisi kwa huku Ruvuma mchele unafika sehemu mpaka shilingi 1200, 1500. Saa hizi mchele wa Lusewa ni shilingi 2000, ambaye kila nyumba ina mudu. Waje na sera ambayo itamgusa mwananchi. Kwa hiyo mimi namshauri mwenyekiti wa hiki chama cha ubwabwa aje na sera nyingine. Hii ni sera ya msiba kabisa, kwa sababu sasa hivi ukienda hata msibani watu hawalishi ugali, watu wanalisha wali. Kwa hii sera mimi sidhani kama alikaa akaitafakari akasema labda itakuja kuwagusa watu. Watu wana matatizo makubwa, watu wana changamoto, watu wanahitaji chama kitachouza sera, watu wakaenda wakakipigia makofi. Lakini leo ukija kuniambia mimi wali mimi sidhani kwa kweli, kwa sababu sasa hivi hata shuleni watu wanakunywa asubuhi uji wa mchele, kwa sababu hauna thamani. Ungekuwa na thamani, wale watu wasingekunywa uji wa mchele shuleni, mashuleni huko. Umenielewa? Kwa hiyo mimi ushauri wangu, hiki chama cha ubwabwa kingitulia, kingizunguka kufanya research kabla kuingia kwenye uchaguzi. Nikienda Ruvuma niongelee nini? Nikienda Mtwara nikaongelee nini? Nikienda labda Arusha nikaongelee. Yani inatakiwa uwe na sera ya taifa ambayo inaweza kwenda. Kwa mfano leo kuna vyama tumeviona katika huu mchakato wa uchaguzi vinakuja na sera ambayo kila mtu anaipigia makofi, kwa sababu kuna sera hizi tumeona. Kuna mashule, kuna sera wanasema tutaendelea kuboresha elimu, kuna sera wamesema miundombinu ataendelea kuboresha. Kidogo wananchi pale wanakaa. Lakini brother, umekuja umepewa mic unaohutubia watu, unakuja kusema
tutakuja kuboresha ubwabwa. Mimi siamini kama chakula ni anasa katika maisha yangu, lakini chakula naona ni kama mtu tu ameenda kuoga maji amekula, kwa sababu hamna Mtanzania mwenye utapia mlo. Hamna Mtanzania mwenye utapia mlo, wala hatujafikia renki ya kusema hivi serikali itashinda itapita kugawa. Hivi leo ukisema sera yako ni ubwabwa, hivi unaweza ukawasaidia Watanzania kila nyumba wale ubwabwa kila siku? Sawa, Derek, unadhani huduma gani ambazo zinafaa kuwa za bure katika jamii? Kwa hiyo katika huduma ambazo serikali bidi itoe bure, mimi binafsi ninavyoona kwamba upande wa afya serikali itoe bure na iboreshe huduma pia upande wa elimu pia tutolewe bure. Najua tukifanya hivyo tutakuwa tumezalisha kizazi cha kisasa ambacho kimeenda shule. Kwa sababu na upande pia shule msingi, mimi nataka nishauri kitu moja kwa mtaala unaokuja serikali ambayo itashika dola mwaka kesho, kwamba wao na elimu kama ile ya mwanzo, kwamba kuwe na shule ya msingi na ufundi. Yani inakuwa shule ya msingi na ufundi. Unakuta shule ya msingi ina chuo cha cherehani, ina chuo cha useremala, kwamba wanafunzi wakimaliza darasa 7 kwa kipindi kile wanasubiri matokeo darasa 7, wanajifunza kushona, wanajifunza useremala. Hata wale ambao wanafeli darasa 7 wanabaki pale shuleni kwa miaka 3 kwa kujiendeleza na ufundi na ufundi ule wa seremala na ufundi kushona. Ile inaleta ajira nyingi sana. Mimi kule nilikozaliwa, shule ambayo nimesoma mimi ni shule ya msingi na ufundi. Watu wengi wamepata ajira. Leo wiki kwenye kile kijiji au kwenye ile kata, watu wengi wamepata ajira. Vijana wengi ambao walisoma zile shule wameajiri watu wengi, maana wana kampuni sasa, kampuni za useremala. Maana kiwanda ni kikubwa, mtu anakuta anafanya kazi 10, anafanya kazi 20, tayari zile ni ajira. Kwa hiyo ni shauri kwamba serikali kwa kupitia waziri wa elimu kwa mwaka unaokuja abadilishe na kuboresha mfumo wa elimu, turudi kwa mfumo wetu wa mwanzo, kwamba kuwe na shule ya msingi na ufundi ambazo zinatoa ajira. Asante sana. Sawa, bwana Kudeka. Sasa hizi tupo kwenye kampeni. Hizi kampeni unadhani hawa wanasiasa wagombea wanatoa nafasi ya kuuliza maswali na wananchi, au sababu umeshiriki hizo kampeni na unaziona? Hilo nalo ni changamoto ambalo naona ni kubwa, na hii si kwa chama kimoja, karibu vyama vyote hawatoi fursa kwa wananchi kuwauliza maswali. Lakini ilipaswa iwe na nafasi hiyo ya kuulizwa maswali, kwa sababu baada ya wewe kuhutubia sera zako kwamba nitajenga shule, nitaziboresha shule zangu, nitajenga majengo ya afya, na niseme ukweli, wanyonge mnyongeni akaeke mpeni, hao waliomaliza muda wao wamefanya mambo mengi makubwa. Tuwe tu wa kweli kwenye vitu vingine, kwamba ni saizi kuna shule zimewekwa mpaka vioo. Shule za msingi za sekondari serikali imeweka vioo kabisa. Unakuta shule, utafikiri shule za watu binafsi. Kwa kweli kuna sehemu wamefanya kazi. Kwa hiyo ukiangalia majengo ya afya nayo wamejenga majengo mazuri sana. Yapo kila ukienda kwenye kata sasa kuna kituo cha afya, kuna zahanati zipo. Ukienda Msamala leo tuna zahanati iko pale Machinjioni pale inafanya kazi. Lakini mgombea sasa atakapokuwa amehutubia, tufanye diwani, ameomba kula pale Msamala kwenye kata yake, baada ya kumaliza kuomba kula kuna hadi sera zake kwamba tuna afya hapa nini, aruhusu maswali kutoka kwa nani? Kwa wale waliohutubia. Watakwambia, mheshimiwa, kwenye kituo chetu cha afya pale kwenye zahanati nayo iliyopo Msamala, kweli tunakushukuru, jengo zuri sana liko, lakini kuna changamoto ya vipimo, kuna changamoto ya upatikanaji wa dawa. Kwa hiyo wewe mgombea watakukumbusha kulingana mahitaji yanayokosakanika wapi pale. Kwa hiyo tushauri vyama vya siasa vitumie fursa, baada ya kuhutubia viruhusu na maswali. Lakini sasa kwa mgombea urais maswali hawezi kuruhusu, watu wanakuwa ni wengi sana. Kama unavyoona chama tawala kinakuwa na kimbunga, watu wanakuwa ni wengi mno wanasikiza mtandao. Sasa pale ukiruhusu maswali inakuwa ni ngumu. Lakini kwa wagombea udiwani, wagombea ubunge, nafasi hiyo inakuwepo kwa sababu watu wanakuwa sio wengi sana. Bwana Tolo, hii swala la chakula, unadhani kuna uwezekano wa sekta kwa mfano elimu au kwenye afya watu wakapata chakula bure kutokana na uchumi ambao tuko nao wa Tanzania? Hii itakuwa ni sera ya uongo. Waliyefanikiwa ni wenzetu Ulaya, wameweka sehemu za kula watu maskini. Sisi wa Tanzania bado tuna nguvu na hatujafika level ya sera ya chakula watu kupewa bure, kwa sababu ukisema chakula kitolewe bure tutazalisha kizazi cha watu wavivu sana. Kwa sababu mimi nikiamka najua nitaenda kunywa sehemu chai bure, nitakula chakula alafu tutazalisha wezi.
tunazungumzia kwenye sehemu kama mashuleni na hospitalini, tukiwapa tu chakula ikawa bure. Bahati mbaya nilibahatika kufanyia operation mwaka 92. Nilikuta ile sera ya kutolewa vyakula mahospitalini. Sasa sijajua hapa katikati ilikumbana, lakini mashuleni sasa hivi vyakula wanafunzi wanakula shuleni. Lakini hospitalini bado unavyoongelea hospitali ni unaongelea jambo zito sana. Linatakiwa likali. Kwa hiyo serikali ili kutoa afya bora ni pamoja na kutoa chakula. Unavyosema tunagusa afya. Serikali ingirudisha miaka ile ya nyuma, ukienda hospitalini unapata chakula. Kwa sababu kuna wagonjwa wengine wanaingia hospitalini huenda yakawa ni matatizo ya chakula tu. Kwa hiyo mimi nafikiri serikali ambaye itakuja Mungu akijalia ikishika dola, basi waliangalia ili swala la chakula kwenye hizi hospitali zetu, kwa sababu sio wote wanaenda kwenye hospitali za serikali wana maisha mazuri. Wengi waliejani wagumu, yani maisha yao yameshafika dhofu ili hali kulingana na. Kwa hiyo mimi ni shauri serikali ambayo itaenda kuundwa baada ya upigaji wa kura tarehe 29, basi itengeneze budget ya chakula kwenye ile hospitali, na wataenda wahusika ni wale ambao wataenda kulazwa, angalau ipitishe hata milo miwili ambaye mchana na jioni. Tumalize mwishoni hapa. Maoni yako kuhusiana na kampeni zinazoendelea? Je, wanasiasa wanatoa dili zao zinavyotakiwa au? Ya mimi kwa upande wangu kwamba saa hizi kampeni zinapoendelea, wanasiasa wanajitahidi kwa vyama vyote ambavyo vinasimama jukwani, ambavyo vilipitishwa na tume ule ya uchaguzi, wanajitahidi kwa 100% kunadi sera zao. Kwa hiyo mimi niwaombe kitu kimoja. Tanzania saa hizi tupo kwenye kipindi cha uchaguzi na vishauri vyama vyote vya kisiasa ambavyo vimekizi vigezo kwa uchaguzi wa mwaka huu 2025. Tunadi sera zetu vizuri, tusinadi sera zetu kwa matusi, lakini tunapoelekea siku za uchaguzi tuhakikishe tunanadi sera zetu, jambo la kwanza, lakini tunapiga kula tukiwa tunalinda amani ya nchi yetu. Tupambane kulinda amani ya nchi yetu kufikia tarehe 29. Vijana, akina mama, akina baba, kwa kipindi hiki cha uchaguzi tusijigawe makundi. Tuhakikishe tunakuwa wamoja. Tanzania ni ya wote na kwa maslahi ni ya wote. Kwa hiyo tuhakikishe tunalinda amani ya Tanzania kwa wivu mkubwa sana kuelekea uchaguzi wa 2025 tarehe 29 Oktoba. Asanteni sana. Okay, kutoka Manispaa Songea mkoani Ruvuma, mimi ni Newton Ndenda ambaye ni kuendelea huu mjadala, lakini mwanzo alikuwa mwenzangu Kreno Mwengendao kutoka kule Tarime. Asante sana East Africa TV.